maazimio ya kikao cha kamati kuu kilichokaa Kigoma tarehe 30 mwezi Juni. Maazimio haya ilikuwa tuyasome tarehe 1 mwezi Julai kule Kigoma, na tulikuwa tumeandaa mkutano wa baraza la mashauriano la mkoa wa Kigoma na mkutano wa wadau wa Kigoma, na kupitia mikutano hiyo kuweza kutangaza maazimio ya kamati kuu. Lakini asubuhi ya siku ambayo ndio tunakwenda kufanya hiyo mikutano na kutangaza maazimio, tukawa tumepata taarifa ya kifo cha Swezi ambaye alikuwa ni dereva wa makamu mwenyekiti wa chama bara, Mheshimiwa John Heche. Kwa hiyo kwa sababu ya tukio hilo la msiba na kushughulika na masuala yatokanayo na kifo hicho, tukasema kwamba maazimio yatasomwa hapa makao makuu ya chama, na tukarejea baada ya kupisha hizo taratibu za msiba, lakini kukawa na mfululizo hapa katikati wa mambo ambayo yakafanya tusizungumze na nyinyi wakati huo. Tarehe 3 mwezi Julai tulikuwa na kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu. Tarehe 6 mwezi Julai na tarehe 8 tulikuwa na kesi ya chama mahakama kuu, na mara zote nilipokuwa nikizungumza mbele ya mahakama nilikuwa nawaambia kwamba tutawaita makao makuu kuja kuwaeleza maamuzi ya kikao cha kamati kuu ya chama, na leo tumewaita na nitawasomea maamuzi hayo na maazimio hayo, na baadaye tutakaribisha maswali mbalimbali. Kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika mkutano wake wa kawaida ikiongozwa na makamu mwenyekiti John Wegesa Heche imejadili na kutafakari na kuazimia yafuatayo. Moja, kamati kuu ya chama imepokea taarifa ya tathmini ya mikutano ya operesheni ya katiba mpya Free Tundu Lissu na imejiridhisha kuwa imekuwa ya mafanikio makubwa. Kamati kuu inawashukuru Watanzania wote wenye mapenzi mema kwa nchi kwa kiunga mkono chama hiki tangu kilipofunguliwa kwenye zuio batili lililowekwa na Jaji Hamidu Mwanga mnamo tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025 ambalo lilivunja na kuzuia haki za kikatiba za mamilioni ya Watanzania kushiriki katika siasa. Pili, kamati kuu imeazimia kuwa Chadema iendelee kwa nguvu kubwa na operesheni ya katiba mpya Free Tundu Lissu katika kanda za Pwani, Unguja na Pemba, na awamu nyingine operesheni itaendelea mikoa yote Tanzania. Hivyo chama kinawaalika Watanzania wote kuendelea kushiriki shughuli za kisiasa kwa kujiunga nacho kama wanachama, kuchangia kujenga vizimba vyenye bendera na kuvilinda, na kuendelea kujitokeza katika mikutano ya hadhara ya chama itakayoandaliwa na makongamano na mikutano ya ndani na shughuli nyingine, ajenda kuu zikiwa ni katiba mpya na kuhamasisha kuachiwa kwa mwenyekiti Tundu Lissu, viongozi na wanachama wa Chadema waliopambikiziwa kesi za aina mbalimbali zenye lengo la kuwanyong'onyesha na kuwashinikiza kupitia kesi hizo kujaribu kuwafanya wasalimu amri kwa watawala. Tatu, kamati kuu imepokea taarifa kuhusu mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu. Kamati kuu imeendelea kusisitiza kuwa mwenyekiti Lissu hana hatia na sio mhaini. Kamati kuu inaendelea kutoa mwito kwa Watanzania kuungana na kupaza sauti za kutaka kuachiliwa huru kwa mwenyekiti mara moja. Mwenyekiti Lissu ambaye ndiye mwanasiasa mkubwa kabisa nchini anashikiliwa kwa hila za serikali hii haramu kutokana na yeye na Chadema kukataa kukubali kuendelea kugilibiwa na genge la watawala haramu wanaoongozwa na Samia Suluhu Hassan. Kwa miaka mingi CCM ambayo haiaminiki hata chembe imeendesha siasa za hila, gilba, rushwa, mateso, unyanyasaji na uzalishaji wa vyama vya ushindani. Kukataa kwa Chadema kuendelea kuonewa, kunyanyaswa, kupuuzwa
ndiko kumepelekea watawala hawa haramu kumshika na kumfungulia kesi ya uhaini wakati wa operation ya kupinga kushiriki uchaguzi bila mabadiliko ya kikatiba ya kuwezesha uchaguzi huru na haki, no reforms no election. Kamati kuu inawaomba Watanzania watambue kuwa mashtaka dhidi ya mwenyekiti Tundu Lissu yanatokana na chuki na hila za kisiasa za watawala wakiongozwa na kiongozi wao Samia Suluhu Hassan. Pia, ikiwa ni sehemu ya mpango kazi wa chama, kamati kuu imepitisha mikakati na shughuli mbalimbali ambazo zitaongeza msukumo wa ziada kwa mwenyekiti kuachiwa huru haraka. 4. Aidha, kamati kuu imewapongeza na kutambua mchango wa wanasheria wote wa chama ambao wameendelea kujitolea kukitetea chama katika kesi mbalimbali zinazomhusu mwenyekiti wa chama taifa, pamoja na kesi zinazohusu chama, wanachama na viongozi wa Chadema nchini. Kujitokeza kwao huko kumefanya chama hiki kusimama imara na kupambana na kila uovu na njama chafu dhidi yake. Kamati kuu inazidi kuwaomba mawakili waendelee kujitolea na kukihami chama hiki ambacho ndicho tumaini kuu la Watanzania katika kuelekea safari ya ukombozi wa pili wa Tanzania. Kadhalika, kamati kuu inawashukuru watu na wadau wote wenye kuwasaidia mawakili kwa hali na mali katika uwakilishi wao. 5. Kamati kuu imepokea na kujadili kauli iliyotolewa tarehe 26 Juni 2026 na Bwana Patrobas Katambi aitwaye waziri wa mambo ya ndani wa serikali haramu na batili iliyojiweka madarakani kwa kumwaga damu za Watanzania. Kauli hiyo ilitolewa bungeni jijini Dodoma juu ya zuio la mikutano ya vyama vya siasa nchini. Kamati kuu imejiridhisha kuwa zuio hilo haramu linakiuka ibara ya 18, 20, 26 ibara ndogo ya kwanza, 29 ibara ndogo ya kwanza na ya pili na ya 5 za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambazo zinatoa haki ya kujieleza, kujumuika na kutii na kufuata katiba ya nchi yetu, haki ya kufaidi uhuru unaotolewa na katiba, na kikubwa zaidi ikiwa ibara ya 29 ibara ndogo ya 5 ambayo inataka kila mtu katika nchi yetu kutozuia watu wengine kufaidi haki zinazotolewa na katiba. 6. Kamati kuu imeazimia kuwa zuio hilo ni kinyume pia na haki ya vyama vya siasa inayotajwa kwenye kifungu cha 23 cha sheria ya vyama vya siasa. Vile vile, kamati kuu inasisitiza kuwa si waziri wa mambo ya ndani au waziri mkuu mwenye mamlaka yoyote ya kikatiba na kisheria ya kuamuru mkuu wa jeshi la polisi kuhusiana na kuzuia mikutano ya vyama vya siasa. Mkuu wa jeshi la polisi hana mamlaka hayo, na kamati kuu inasisitiza kuwa watawala haramu lazima watambue kuwa Tanzania ni nchi ya vyama vingi na kuwa siasa za vyama vingi ndio msingi mkuu wa utawala katika nchi yetu. Asiyetambua hili ni mhalifu dhidi ya utawala wa sheria na katiba wa nchi yetu na hatakiwi kubakia katika uongozi. Kamati kuu inalaani kwa nguvu zote ukiukwaji mkubwa wa katiba ya nchi uliofanywa na serikali haramu kupitia wale waliopachikwa vyeo. Kamati kuu inadai kuondolewa kwa zuio hilo haramu mara moja na kuwajibishwa kwa wote wanaohusika. Aidha, kamati kuu pamoja na kulaani zuio hiyo inaunga mkono jitihada za kisheria zilizofanywa na zinazokusudiwa kuchukuliwa na wadau wengine wa haki na utawala wa sheria nchini dhidi ya zuio hiyo haramu. Kamati kuu inawaahidi kila msaada wa kimawazo na ushahidi katika mapambano yao na inawasihi Watanzania wasikubali kupigishwa magoti na utawala usioheshimu demokrasia chini ya serikali haramu ya Samia Suluhu Hassan. 7. Kamati kuu imepitia bajeti ya nchi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 na kuona bajeti hiyo ni ya uongo na haiakisi changamoto za kimaisha za Watanzania na ina lengo moja la kumtopesha Mtanzania katika lindi la umaskini. Bajeti hiyo imetengenezwa kwa misingi
yenye mbwembwe ambazo hazina lengo la kumkwamua mwananchi wa kawaida kutoka katika hali yake mbaya ya kimaisha. Bajeti hiyo hailengi kukuza nguvu ya ununuzi, purchasing power, ya Mtanzania wala kupunguza gharama na ugumu wa maisha kwa wananchi. 8. Aidha, katika kupitia bajeti hiyo, kamati kuu imeona kwamba bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 haijaweka fungu lolote lile kwa ajili ya kugharamia mchakato wa kuandika katiba mpya ya nchi. Ikumbukwe, mtawala wa haramu wakati anaapishwa na baadaye alipohutubia bunge haramu lililotokana na uchaguzi wa mauaji wa tarehe 29 Oktoba 2025 na kuendelea, alidai kuwa ataanzisha mchakato wa katiba mpya ndani ya siku 100. Mpaka kamati kuu inakutana Kigoma tarehe 30 mwezi Juni mwaka 2026, ni zaidi ya siku 200 bila kuanza kwa mchakato huo. Kamati kuu inasisitiza kwa umma kuwa kutokutengwa kwa bajeti ya kukwamua mchakato wa katiba mpya ni ushahidi wa wazi kwa kila mtu kuwa serikali haramu ya CCM hawataki kuandikwa kwa katiba mpya, huku wakiamini kuwa Watanzania ni watu wa kudanganywa kwa ahadi za hadaa zinazobadilika kama kinyonga. 9. Kamati kuu imerejea azimio lake la awali la kuitaka serikali haramu na batili ya Samia Suluhu Hassan kushusha bei ya mafuta kufuatia ongezeko la awali. Ongezeko hili lisingekuwepo kama serikali ingedhibiti ufisadi katika mchakato wa ununuzi, ingetoa ruzuku, nafuu ya kodi na kuondoa tozo nyingi ambazo zimeingizwa kwenye bidhaa ya mafuta. Kamati kuu imepitia nyaraka mbalimbali zinazoonyesha kuwa bei ya mafuta katika nchi yetu ipo juu kutokana na ununuzi wa kifisadi unaofanywa kupitia zabuni na michakato ya ununuzi mkubwa, bulk procurement ya mafuta. Badala ya kuwa nafuu kwa Watanzania, ununuzi huu hivi sasa una tuhuma za kunufaisha genge la mafisadi. 10. Kamati kuu ya chama kwa niaba ya Baraza Kuu la chama ilipokea, ilijadili na kupitisha mpango kazi na bajeti ya chama kwa mwaka wa fedha 2026-2027 na kupanga kuwa bajeti hiyo itatokana na michango ya wanachama na wadau. Aidha, imesisitiza kuwa msajili wa vyama vya siasa anatakiwa kuipatia Chadema malimbikizo ya ruzuku yake yote ya miezi ya Juni, Julai, Agosti, Septemba na Oktoba 2025. Malimbikizo hayo yanatokana na hujuma kubwa zilizofanywa na msajili wa vyama vya siasa kwa Chadema alipokataa kutambua uongozi wa sekretarieti ya chama pamoja na wajumbe wa kuteuliwa wa kamati kuu, sanjari na visingizio vingine viovu vya ofisi hiyo. 11. Kamati kuu imeazimia na kuagiza kuwa nafasi zote za uongozi wa chama na mabaraza zilizo wazi kwa sababu mbalimbali zijazwe kwa kufanya uchaguzi wa nafasi husika. 12. Kamati kuu imeazimia kufanyika kwa kikao cha Baraza Kuu la chama tarehe 15 mwezi Septemba mwaka 2026, ambayo ni siku ya demokrasia duniani. Hivyo Chadema itaazimisha siku hiyo kwa kufanya maamuzi makubwa kuhusu haki, uhuru, demokrasia. Kutoa tuma ndani ya Chadema kwamba ndani ya Chadema kuna ufisadi na kuna fedha chafu ambazo zinaingia katika chama, na yeye alikuwa ni makamu mwenyekiti kipindi hicho, alikuwa ni mtu mkubwa sana. Yeye atakushuhudia akichukuliwa hatua kama hizi. Je, ndio mwelekeo mpya wa sasa kwamba kiongozi yote ambaye anazungumza kuhusu ufisadi na rushwa ndani ya chama au matumizi mabaya ya fedha anachukuliwa hatua za kuondolewa kwenye uongozi? Labda tungepata tu ufafanuzi mzuri katika eneo hili. Swali langu ni sahihi kwamba mambo yote yanayoendelea ndani ya Chadema kuna udhaifu katika ofisi ya katibu mkuu, kwa maana ya kwamba kuna baadhi ya maelekezo ambayo yametolewa lakini bado hayafanyiwi kazi. Kwa mfano, kusimamishwa kwa baadhi ya viongozi ndani ya chama, lakini ofisi itajibiwa na Mheshimiwa Katibu Mkuu. Mheshimiwa Katibu Mkuu, karibu. Swali. Wanahabari, nawashukuru kwa maswali mbalimbali ambayo
nitajibu. Nianze na hili la viongozi ambao wamesimamishwa Morogoro na Tanga na kanda zao na ngazi ya kanda. Kanuni za chama zimeweka utaratibu, kama kiongozi ana jambo juu ya kiongozi mwingine, anatakiwa awasilishe malalamiko kwa chama na ushahidi wake, alafu chama kichukue hatua kwenye vikao vya chama, au awasilishe malalamiko kwenye vikao vya chama. Kwa hiyo kwenda kuzungumza na vyombo vya habari kuhusu madai yoyote yale yanamhusu kiongozi yoyote yale, yawe ya ukweli au ya uongo, ni kinyume na katiba ya Chadema na kanuni za Chadema na maadili ya Chadema. Kwa hiyo kazi husika huko zimechukua hatua kwa kadiri walivyochukua hatua. Kwa hiyo Bakari, kama kuna mtu ambaye hajaridhika na hatua ambazo zimechukuliwa na ngazi husika huko, na kwamba hawajafuata katiba au hawajafuata kanuni au hawajafuata utaratibu katika mchakato wa kuchukua hizo hatua, basi anayo haki ya kukata rufaa. Lakini rai yangu kwa ujumla kwa viongozi wa Chadema kote nchini ni kuwakumbusha viongozi wa chama, kama mtu ana jambo lolote, kupitia mkondo wa chama. Sasa kwa nini kwa kesi hizi hatua zimechukuliwa mapema? Sisemei hao makatibu wa kanda waliochukua hatua huko watasema wenyewe misingi ya kuchukua kwao hatua, lakini kwa nafasi ya mtendaji mkuu niwaambie tu kwamba kuna taarifa tulikuwa nazo kabla za uwepo wa watu ambao walikuwa wanazunguka kushawishi baadhi ya viongozi, na wengine wakakataa kufanya press conference za kusema hizo tuhuma kwa kupewa pesa, kwamba mtu anapewa milioni 2 kwa press conference ili akazungumze hayo. Sasa ukishakuwa na madai hayo na tuliyapata kabla, alafu matukio yakatokea, na kabla yake kuna press conference ilifanywa na mtu ambaye sio kiongozi wa chama, katika hali ambayo inaonyesha kabisa kwamba kuna mpango unaendelea, hatua za kuchukua katika mazingira kama hayo zinakuwa za tofauti sana, kwa sababu hapo sasa hakuna nia njema ya kuzungumza mambo ya chama, ila kuna usaliti na kutumika kutaka kuchafua chama na viongozi wake, kwa mazingira hayo tu ya uwepo wa madai ya mipango na rushwa. Lakini kwa kuyasema hayo, niweke indhari mbili, kwa sababu katibu mkuu ndio ofisi ambayo inapokea rufaa zinapokuja. Nasema hayo bila kuingilia hatua zozote ambazo mwanachama ataamua kukata rufaa na kujustify kile alichokifanya, na nasema haya vile vile bila kuingilia uhuru wa wanachama na viongozi. Kama mtu ana malalamiko dhidi ya yoyote kwenye jambo lolote, afuate utaratibu wa kikatiba na kikanuni kwa kuwasilisha malalamiko rasmi kwa maandishi na ushahidi, na kwenda kupeleka hilo jambo kwenye vikao vya chama. Juu ya ndugu yangu wa jambo Joseph, kuhusu Joseph Mbilinyi na mikutano, umezungumza kwamba kwenye kanda nyingine viongozi wamepokelewa na wenye viti wa kanda, na lakini kanda ya Nyasa wakupokelewa, na baadaye kazungumza kwamba kuna mikutano mingine ambayo ilikuwa inaendelea Morogoro. Msemaji mwingine akawataja Lema na Boniface kwamba walikuwepo kwenye hiyo mikutano mingine, na akatoa maelezo ambayo nimeyasikia. Ni vizuri wanahabari mkafahamu, kuna mambo hatuyasemi kwenye vyombo vya habari, lakini lazimika kusema kwa sababu yameulizwa. Tulipopanga operation ya katiba mpya Free Tundu Lissu na tukatangaza hapa ratiba ya operation, tulisema kwamba tunakwenda kufanya uzinduzi wa kitaifa Katoro, kanda ya Victoria, mkoa wa Geita, na baada ya uzinduzi wa kitaifa tukasema tutakwenda kanda kwa kanda. Kwa tulipopanga ratiba ya uzinduzi Katoro,
zipo kanda ambazo zilishaanza mikutano kabla hata ya uzinduzi wa kitaifa operation. Tulipopanga ratiba ya Katoro, katibu mkuu likatoa wito tu kwa kanda zote katika ile siku ya uzinduzi wa mikutano ya taifa ya Katoro Geita, kanda ya Victoria, kanda zote zisitishe mikutano maeneo mengine, na kadiri inavyowezekana wenye viti wote wa kanda na viongozi wengine kukadia uwezo watakaojaliwa wafike Katoro kwenye uzinduzi wa kitaifa. Wakati hili linaendelea, kati ya kanda ambazo zilikuwa zinaendelea na ziara ni kanda ya Nyasa, ambapo Joseph Mbilinyi ambaye ni mwenyekiti wa kanda pale alikuwa anaendelea na ziara katika mikoa mbalimbali. Wakasitisha ziara, wakajiunga kwenye uzinduzi. Baada ya uzinduzi tulioufanya Katoro, tukaendelea na msafara wa operation tukiwa tuna timu moja na msafara mmoja, mpaka baadaye makamu mwenyekiti wa chama akapata safari ya kwenda nje, Mheshimiwa John Heche, na tukaongoza hiyo timu mpaka tukafika Arusha, tukamaliza operation ya awamu ya kwanza. Tulipomaliza operation ya awamu ya kwanza Dodoma, watu tunaopambana nao wakataka kujaribu kujibu ukubwa wa operation tunayoendelea nayo kwa kutengeneza misafara miwili ya ziara ya chama hicho ambacho kiko madarakani kwa njia haramu, na kuanza kufanya mashambulizi kwa staili walioifanya. Na sisi kimsingi tukashauriana na tukatoa baraka tu kwamba maeneo mengine yanaweza kuendelea na mikutano wakati operation ya kitaifa ikiendelea. Sasa kule kanda ya kati tulikuwa tumemkabidhi jukumu kwa azimio la kamati kuu ambalo nilitangaza hapa. Mheshimiwa mpambanaji Godbless Lema na mpambanaji Salma Kasanzu kuwa wasimamizi wa kanda ya kati. Walikuwa wamepanga ratiba ya mikutano kule Morogoro, na wakawepo kule Morogoro na wakaalikana kwenye viti wa kanda kushiriki hiyo operation. Kwa ndio sababu mwenyekiti wa Pwani akaenda Morogoro Turiani na mwenyekiti wa Nyasa. Sasa kuhusu mwenyekiti wa Nyasa mahususi, kwa nafasi ya mtendaji vile nilizungumza na Joseph Mbilinyi mpambanaji kumuuliza kwamba bana, msafara unakwenda kwenye kanda yako, una join katika hatua ipi? Akawa ameeleza kwamba yeye kwa sababu alifanya ziara awamu ya kwanza kanda ya Nyasa, tukaisitisha ziara aliyokuwa nayo akashiriki Katoro. Aliona kwamba timu iliyokuwa inakwenda Nyasa inaweza kuendelea mapambano Nyasa bila uwepo wake, na yeye kwa sababu amealikwa Morogoro na kushiriki operation, basi atakwenda kushiriki Morogoro. Kwa hiyo hayo ndio maelezo ambayo Joseph Mbilinyi alinipa juu ya sababu ya kuwa Morogoro na kutokuwepo Nyasa. Maswali ya pambazuko juu ya nimeshajibu kuhusiana na masuala ya Sugu na Boni na Lema. Nimeshajibu kuhusu hili la waliochukuliwa hatua, lakini umeuliza dimension moja kuhusiana na mwenyekiti Lissu wakati akiwa makamu mwenyekiti, kutoa tuhuma kuhusiana na ulichokiita madai ya ufisadi au fedha chafu ndani ya chama. Chama hiki katika kuchukua hatua au katika kufuatilia mambo, kwa kweli ofisi ya katibu mkuu, kwa sababu imepewa dhamana tu kwa niaba ya chama kufuatilia masuala ya mbalimbali, haibagui hadhi ya kiongozi. Kwa hiyo mambo mengine hatusemi kwa sababu ni ya ndani. Mwenyekiti Lissu wakati akiwa makamu mwenyekiti, naye alitakiwa kutoa maelezo kwenye kamati kuu kuhusiana na jambo hilo, na sasa yaliyojiri ndani ya kamati kuu na nini kiliamuliwa kwenye kamati kuu si wakati wake kuyazungumza hapa, lakini nataka kuambia tu kwamba hatua kama hizi ambazo zinachukuliwa kwa wengine, sababu alikuwa ni kiongozi wa kitaifa, ofisi ya katibu mkuu ilifanya huo mchakato. Na nasema hili ifahamike kwa kiongozi yoyote wa ngazi yoyote, kama akifanya jambo lolote likaonekana kwamba linakwenda au linadaiwa kwenda kinyume na katiba au kanuni au maadili au itifaki ya chama, utaratibu wa kikatiba utafuatwa
na sisi katiba yetu ina mikondo miwili ya kushughulikia mashauri mbalimbali. Na kanuni zetu na miongozo mbalimbali. Ina mkondo wa nidhamu. Unaweza kuamua kutumia mkondo wa nidhamu kwamba hapa kuna tuhuma za utovu wa maadili au kiukwaji wa maadili. Lakini vile vile kuna mkondo wa usuluhishi, upatanishi na katiba na kanuni. Katiba imetoa mamlaka ya kuundwa kwa mabaraza ya chama, na kanuni na miongozo imeweka baraza la wazee wa chama, na baraza la wazee la chama ndani yake kuna chombo kinachoitwa caucus ya wazee. Caucus ya wazee, wazee wachache ambao wanaonekana wanaweza kuingia kwenye caucus, ambao wanaweza wakawa washauri, wasuluhishi, wapatanishi yanapojitokeza baadhi ya mambo ambayo inaonekana kwamba hayana sababu ya kwenda kwa mkondo wa maadili au mkondo wa nidhamu, basi zinaanza hizo hatua za usuluhishi ambazo zinafanywa na baraza la wazee. Kwa nitumie fursa hii vile vile kutoa mwito kwa baraza la wazee nchi nzima, sababu mwongozo tulishausisitiza kuanzia mwaka 2025 kuhakikisha ngazi zote za chama nchi nzima zina caucus za wazee, na caucus hizo zifanye kazi ya usuluhishi, zifanye kazi ya upatanishi, zifanye kazi ya ushauri, kwa sababu sio kila jambo linahitaji kwenda kwenye mkondo wa nidhamu, mkondo wa maadili. Maadili, nidhamu ni hatua ya mbele kama mambo hayahitaji kwenda kwenye hatua hiyo kwa haraka. Lakini kama ni mambo yanahitaji kwenda kwa hatua hiyo kwa haraka, tegemea na jambo, basi ngazi na mamlaka husika za kichama zinafanya maamuzi kwa mujibu wa katiba, maadili na itifaki ya chama. Ndugu yangu, umesema juu ya maelekezo ya katibu mkuu kutokutekelezwa au maelekezo ya chama kutokutekelezwa. Sina taarifa ya uwepo wa maelekezo ya katibu mkuu ya kwamba yamesimamisha kiongozi eneo fulani afu maelekezo hayo yakaacha kutekelezwa. Sina hiyo taarifa. Kwa kama kuna maelekezo mahali fulani yametolewa na ngazi fulani alafu hayakutekelezwa, basi ni vyema ukaiuliza hiyo ngazi, kwa nini maelekezo yenu mliotoa hayajatekelezwa, na kama kuna mtu atakuwa hajaridhika na hatua ambazo zimechukuliwa na ngazi fulani, basi utaratibu wetu wa katiba yetu uko bayana juu ya namna ya kukata rufaa na ngazi za kukata rufaa. John, umeuliza kuhusiana na azimio la pili juu ya operation inaanza lini. Kamati kuu imekutana Kigoma tarehe 30 mwezi Juni. Kikao imefanya maamuzi. Kwa katiba ya chama, kamati kuu ikishafanya maamuzi kwamba operation itaendelea kupitia mikutano ya hadhara, makongamano, vikao vya ndani na njia nyingine, operation itaendelea kanda 3 zilizobaki na baadaye itaendelea mikoa mingine nchini. Wajibu wa kuandaa utekelezaji ni wa secretariat ya kamati kuu. Kwa hiyo bado secretariat haijakaa kutokana na haya matukio ya hapa katikati niliyoyaeleza, msiba, baada ya msiba wajumbe wengine wa secretariat walikuwa msibani, wengine walikuwa hapa Dar es Salaam, baada ya pale kesi ya Lissu, baada ya pale kesi tena ya chama, hiyo lockdown ambayo serikali iliweka bila kuitangaza waziwazi ya tarehe 7. Kwa hiyo sasa tutafanya kikao, secretariat itakaa, itapitia mpango kazi na bajeti ya chama na mpango uliopitishwa wa operation, itapanga sasa ratiba ya kina, tunaanza lini, tunaanzaje, utaratibu gani, na tukishapanga hizo taratibu mtajulishwa kuhusiana na ratiba ya operation inayofuatia. Lakini katika hatua hii, kwa sababu operation inahitaji fedha, na baraza kuu kwa bajeti iliyopitishwa kwenye mpango kazi, baraza kuu linahitaji milioni 334 kufanya baraza kuu. Ni kikao kikubwa, nitoe ombi kabisa maalum sana. Kwa kweli tuna mahitaji sana ya kifedha sana, kwa sababu hatuna ruzuku na tegemeo letu ni tone, kwamba wananchi wachangie tone na wadau wachangie tone. Tunaomba mchangie kupitia akaunti ya chama, makao makuu, benki ya NMB, akaunti namba
140. Inaitwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Narudia tena, NMB Bank, account number 22 60 66 00 140, au namba ambayo imezoeleka ya M-Pesa. Jina litasoma Chadema Headquarters, namba ni 0744 44 69 69. Sasa kuna swali limeulizwa kwamba unasema watu wachangie. Je, fedha ziko salama? Matumizi yakoje? Tulipoondolewa tu zuio haramu tarehe 15 mwezi Aprili, kauli niliyoitoa hapa makao makuu ya chama mbele yenu waandishi wa habari, niliwaambia kupitia kwenu Watanzania waichangie Chadema, na tukaweka utaratibu kwamba watu wachangie kwa mifumo hiyo, na tuliwaambia kwamba fedha zenu zitakuwa salama, na naomba niwahakikishie tu kwamba fedha zinazochangiwa za chama ziko salama na zinatumika kwa mujibu wa taratibu za kifedha, kwa maamuzi ya vikao, na taarifa za mapato na matumizi zinatolewa kwenye vikao vya chama. Na kikao kilichopita cha kamati kuu pamoja na mengine, kwa sababu ya maazimio ambayo tumetangaza kwa umma, lakini kikao kilijadili vile taarifa ya katibu mkuu ambayo ilihusisha vile taarifa ya fedha ya chama, na hakukuwa na swala lolote juu ya matumizi ya fedha ambalo linaweza kutumika na muuliza swali kusema kwamba kuna jambo ambalo linahitaji hatua zozote zile. Kwa hiyo mambo yako sawa sawa, na kwa pesa ambazo zinakusanywa mikutanoni tone, utaratibu tulioweka kama sehemu ya kuhakikisha matumizi ya fedha yanazingatia taratibu za kifedha, pamoja na kuwa fedha zinakusanywa mkutanoni pale na kwa uwazi kiwango kinatangazwa pale mkutanoni, maelekezo ni kwamba ili pesa zitumike lazima kwanza ziingizwe benki. Kwa zinakuwa bank ili zitoke sasa, kama zinarudi kwenye operation kwa ajili ya mafuta, zinarudi kwa utaratibu wa kuingia kwanza kwenye account, ili kuhakikisha kwamba kuna accountability na ili pesa itoke kwenye account ya Chadema. Maanake haya mambo yanazungumzwa bila watu kufahamu utaratibu wa kifedha wa chama. Katibu mkuu ni afisa masuhuli wa chama, na utaratibu wetu wa kibenki makao makuu ya chama kuna kategori mbili za watia saini ili pesa itoke kwenye akaunti zetu za makao makuu za benki. Kategori ya kwanza yuko mwenyekiti wa chama na katibu mkuu. Sasa mwenyekiti wa chama yuko gerezani, kwa maana kategori ya kwanza yuko katibu mkuu. Kategori ya pili sasa ndio yuko mkurugenzi wa fedha na maafisa wengine katika kusaini. Kwa tafsiri yake ni nini? Pesa za makao makuu zinatoka zikiwa cheki imesainiwa na katibu mkuu wa chama, na mpaka sasa hakujawa na tuhuma zozote popote. Sasa tunaposikia kuna tuhuma zinarushwa kwa viongozi wengine kuhusu matumizi ya pesa za tone makao makuu, najiuliza kwamba hawa watu wanaelewa taratibu za kifedha na utaratibu wa kitaasisi kuhusiana na masuala ya fedha, au tuhuma zinatolewa tu kiujumla. Kwa mimi nasema tu kwamba ndugu yangu, fedha zinazochangiwa tone, pesa ziko salama na zinatumika kwa matumizi ambayo yako intended, na kwa kweli ni chache sana. Nawashukuru Watanzania kwa kutuchangia kwa nguvu kubwa, lakini ni chache ukilinganisha na kiwango cha mahitaji tulichonacho. Kwa tunapita katika kipindi kigumu kidogo cha kifedha. Lazima tuambizane ukweli, na Watanzania ambao mna imani kubwa sana na Chadema, mna tumaini kubwa sana na Chadema, namna ya kuisaidia Chadema mojawapo ni kuichangia Chadema. Hata kama una hofu ya kuchangia wewe binafsi moja kwa moja, tafuta njia yoyote ile, imradi mchango ufike kwa Chadema, usaidie kwenye mapambano ya haki ambayo tunaendelea nayo. Sasa kuna jitihada zinafanywa za kutengeneza hii. Unajua utawala huu una tuhuma mbalimbali za ufisadi.
una tuhuma za mauaji. Chama kinachotawala kina tuhuma mbalimbali za ufisadi, kina tuhuma za mauaji. Kwa sasa wanajaribu kurusha tuhuma kwa Chadema ili pengine ama waseme tuchafuke wote, hii taasisi yenye imani na matumaini ya watu nayo ichafuke, au Watanzania wakate tamaa ya kuchangia. Kwa ile wimbi la kumichango kule ya tone na halaiki ya watu kuchangia kwenye tone. Sasa mbinu ya kudisturb ni tumia watu ambao nitatumia lugha ya Kiingereza wanaitwa agent provocateurs, kwamba tengeneza tuhuma, kuza tuhuma, tengeneza mkakati wa kusambaza, lengo likiwa ni kukatisha watu tamaa na kutengeneza mgogoro usiokuwepo na kutengeneza tofauti zisizokuwepo. Na katika hili niwaombe sana wote wanaunga mkono Chadema, wote wanaopenda haki, wote wanaopenda demokrasia, wanaopenda mabadiliko, wanaopenda uhuru, ikiwemo wanaharakati wa mitandaoni. Niwasihi sana, acheni friendly fires, kwamba watu tuna ajenda inayofanana juu ya katiba mpya, tuna ajenda inayofanana juu ya haki za watu, juu ya kutaka haki, ukweli, uwajibikaji kwenye mauaji ya Oktoba. Tuna ajenda inayofanana kutaka free Tundu Lissu, mwenyekiti awe huru. Alafu hapo katikati watu wenye ajenda zinazofanana wanaanza kushambuliana wao kwa wao. Kwa watawala watakuwa na faida, wanafurahi sana kwamba sasa mjadala unahama, kwamba hapa sasa kuna diversion, kuna division, kuna deception. Mimi nasema tulenge ajenda moja, tulenge mstari ulionyooka, na mstari ulionyooka ni katiba mpya, free Tundu Lissu. Na mimi nasema kwamba kwa heshima kubwa sana, na nawashukuru sana wote ambao wameendesha kampeni ya kumlinda makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche. Ni jambo zuri sana watu kulinda viongozi wa chama, lakini niseme kwamba imetosha. Tutatolewa kwenye mstari, tutaanza kujadili vyombo vya habari, mitandaoni, kila mtu tunajadili kuhusu madai ambayo hayana msingi. Hapo tunamlenga makamu mwenyekiti, afu tunaacha katiba mpya, tunaacha Tundu Lissu, tunakuwa diverted, tunakuwa diverged, tunakuwa divided. Tusiwafaidishe watawala ambao wana hali mbaya, wana mbinyo wa kimataifa mkubwa sana unaohitaji haki Tanzania, wana mbinyo wa ndani wa wananchi wa nguvu ya umma mkubwa sana. Tumefika katika hatua ambayo sasa watawala wanatakiwa kukubali matakwa ya umma pamoja na kutoyapenda ya haki. Alafu unafungua Pandora box ya friendly fires, huyu anamshambulia huyu anamshambulia huyu. Mimi sitaki kwenda mbele zaidi ili na mimi nisingie kwenye mtego wa kurusha friendly fires, ila naamini wanaweza kusikia wasikie. Na katika hayo mapambano ya watawala kutaka kujilinda baada ya mauaji ya watu, kujilinda baada ya ufisadi, kujilinda baada ya uporaji wa uchaguzi, kuna watu wanaweza wakajikuta wanatumika kwenye proxy war bila kujijua. Mtu hajui tu, anarushwa ajenda, anapewa ajenda, anakimbia nayo, kumbe ni ajenda ambayo inalenga kulinda mfumo batili na utawala haramu na utawala dhalimu. Kwa hiyo turudi kwenye mstari, katiba mpya, free Tundu Lissu, haki, uwajibikaji, ukweli, mauaji ya Oktoba, mstari wa tone. Tushikilie hapo mpaka kieleweke. Sasa kuna swali la Salum kwamba baadhi hawapendezwi na makamu mwenyekiti kuwa ni mkakati wa kumuondoa. Ni diversion tu nyingine, kuzungumza kitu kisichokuwepo na kutengeneza kitu kisichokuwepo, alafu kizungumzo mpaka nao ukiamini kama kipo wakati hakipo. Diversion, deception, division haina maana yoyote. Mimi nataka niwahakikishie tu kwamba sisi kama chama
na kamati kuu ya chama na sekretarieti ya chama tunafanya kazi kwa pamoja. Unaweza kabisa kuwa na tofauti za kimitazamo kwamba hiki tupite njia hii, hiki tufanye hiki, tufanye hiki, hiki cha kawaida, lakini watu wanajadiliana alafu mwisho wanafikia makubaliano. Makubaliano ndio haya maazimio ya kikao niliyoyasoma hapa. Tukishakubaliana tunasonga mbele kwa pamoja, na misimamo inayotolewa na kamati kuu ya chama sio misimamo ya mtu binafsi, sio misimamo ya alipokuwa mwenyekiti Tundu Lissu, wala sio misimamo ya makamu mwenyekiti John Heche. Ni misimamo ya taasisi, ni misimamo ya katiba ya chama na kanuni, ni misimamo ya vikao. Kwa hiyo misimamo hiyo inalindwa na wote, na hatujabadili msimamo wetu wowote katika lolote kuanzia mwezi Disemba, kuanzia mwezi Aprili na kuendelea. Juu ya dada yangu Upendo wa Azam, umesainiwa maridhiano Zanzibar. Vipi kuhusu Tanzania bara? Ndio swali lako. Niseme kwamba nimefuatilia lile tukio la jana, na naamini katika wakati mwafaka pengine chama kitalizungumza zaidi na hata viongozi wetu wa Zanzibar huko watalizungumza, lakini kwa namna nilivyolifuatilia nina machache ya kusema. Kwanza, ile kauli ya rais ambaye sisi hatutambui uchaguzi wake ya kusema kwamba wanaharakati wanafanya ugaidi ni kauli hatari sana ikiachwa ilivyo na watetezi wa haki kote nchini. Mimi nasema haya kwa sababu kutokana na taarifa za maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7 yaliyotangazwa huko mitandaoni, ninavyozungumza hivi sasa kuna viongozi wa Chadema na wanachama wako vituo vya polisi bado, na wengine wamepigwa na kuumizwa. Geita kule kuna dada anaitwa Neema, kule Tanga kuna Nasra, kuna Rukia na wengine, kule Mbeya kule kuna vijana wa Chaso, Dar es Salaam hapa kuna watu wamepigwa, wameumizwa. Katika kupigwa kwao walikuwa wanalazimishwa wengine wao kuandika maelezo kwamba walipanga vitendo vya kigaidi, alafu wanalazimishwa kwa vipigo kutaja majina ya baadhi ya viongozi wa Chadema. Sasa kitendo cha matukio hayo kutokea siku chache kabla, alafu rais kutamka kuhusu wanaharakati na ugaidi, inatengeneza connection kwamba inawezekana kabisa kulikuwa na order ndani ya serikali na ndani ya mfumo wa vyombo vya ulinzi na usalama kubambika kesi za ugaidi kwa viongozi wa Chadema kwa malengo ambayo yanaleta maswali. Sasa hii behavior ya kuingiza neno ugaidi kubwa sana katika masuala ya kiraia ya watu imekuwa trend ya hii serikali. Mwaka 2021 baada ya Mwenyezi Mungu kumtoa Magufuli, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema, alipoingia Samia kwa makongamano ya ndani, rais akasema kuna chokochoko za katiba. Mwenyekiti Mboya akiwa Mwanza akakamatwa, akapewa kesi ya ugaidi kwa sababu ya katiba mpya. Sasa leo wakati nchi inazungumza katiba mpya, free Tundu Lissu, rais anarudia kile kile, kipateni ile ile. Ni ishara ya kwamba hakuna maridhiano, kuna tangazo la vita dhidi ya wanaharakati na by extension vita dhidi ya Chadema na viongozi wa Chadema. Kwa hiyo kuna unafiki uliofanyika Zanzibar wa kusema kitu tofauti na kufanya tofauti. Mimi nasema mazungumzo ni moja ya nyenzo ambayo sisi kama Chadema tunaamini katika kushughulikia matatizo. Tunaamini kwenye mapambano, tunaamini kwenye mazungumzo.
Lakini sisi tumesema tunaamini kwenye mazungumzo ya dhati. Sasa tukasema tunataka mazungumzo ambayo kutakuwa na wasuluhishi huru, preferably wa kimataifa. Serikali inasema hatutaki mazungumzo, hatutaki wapatanishi, hatutaki wasuluhishi. Alafu kule Zanzibar kuanzia Novemba wamekaa kuzungumza ACT na CCM, kuna wasuluhishi, kuna wapatanishi, Karume, Shein. Na foundation ya mazungumzo ya Zanzibar imejengwa kwa miaka mingi ya mazungumzo ambayo yalihusisha jamii ya kimataifa kuanzia wakati Commonwealth ilipokwenda kuingilia matatizo ya Zanzibar. Kwa kule Zanzibar inaonekana ni sahihi kuleta watu wa nje kushughulikia mgogoro, lakini muungano Tanzania inaonekana ni shida. Sasa tunataka kusema kwamba tutayazungumza haya na tutatoa mwelekeo, lakini ninachokiona ni kwamba ACT imeamua kwa mara nyingine tena, pamoja na mauaji ya tarehe 29 ya watu na siku zofuatia, kusaliti damu za watu na kusaliti harakati za mabadiliko. Kumezungumzwa kule, moja ya mambo watakayozungumza watakapoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa na tume itakayoundwa ni kwamba watazungumza kuhusu marekebisho ya katiba ya Zanzibar. Kwa matatizo yetu ya kikatiba, ya katiba ya Zanzibar, ya katiba ya muungano, huwezi kushughulika na mapungufu ya katiba ya Zanzibar bila kushughulika kwanza na mapungufu ya katiba ya muungano, ikiwemo kuhusu muundo wa muungano. Lakini kunapelekwa hiyo danganya toto ili Watanzania wajenge impression kwamba sasa nchi ina maridhiano, kuonekana kuna maridhiano. Alafu upande wa pili umefungua mapambano. Tunasisitiza tu yule msimamo wa kamati kuu. Kamati kuu ilishasema masuala hayo ya na maridhiano ni matokeo, kinachotangulia ni mazungumzo. Kamati kuu imesisitiza mara zote kwenye vikao vyake mfululizo vya awamu tofauti tofauti kwamba waje wasuluhishi au wapatanishi wa kimataifa kuja kama kuna hitaji la mazungumzo yoyote yale, kuja kufanya mazungumzo, kwa sababu sisi tumeshiriki mazungumzo na watawala, na mimi nilipata bahati ya kuwepo kwenye timu ya mazungumzo kuanzia na rais mwenyewe mwezi Mei mwaka 2022 pale Ikulu Chamwino, mpaka kwenye timu ya mazungumzo ya watu watano kila upande. Tumezungumza kwa namna tulivyozungumza nao kwa kipindi chote tulichozungumza nao, na baada ya mauaji ya Oktoba na yote yaliyotendeka, hakuna namna kwamba utawala huu haramu dhalimu unaweza kuaminika kwamba ndio uongoze mazungumzo. Kwa hiyo ndio naweza kusema katika hatua hii. Kwa hiyo tunasisitiza tu kwamba tutaendelea na mapambano, lakini milango yetu iko wazi kwa mazungumzo ambayo yatakuwa mazungumzo ya haki. Sasa kule Zanzibar rais akarudia tena kutumia neno la Mungu, na ndio nitahitimishia hii hapa kwa swali uliouliza. Kanukuu Mathayo 5 kuhusu heri wapatanishi. Kwa hiyo ni kama vile wanasema watu ambao hawataki kupatana wana shida. Rais amesahau kwamba ukisoma Mathayo 5 kuhusu zile heri zote, kuna heri wenye njaa ya kiu ya haki, heri wanaodhulumiwa, wanaoonewa, kuna heri kadhaa. Sasa mimi ni waombe wanachadema na Watanzania kuendelea kuwa na kiu ya haki, kuendelea kuwa na njaa na kiu ya haki, pamoja na kuonewa, pamoja na kuumizwa, lakini tusonge mbele. Tunaamini mwisho wa siku haki itatimia. Na kwa ndugu zangu Waislamu, ile sura ya kwanza ile Al-Fatiha, kuna mstari mmoja huwa nikisikia huwa napenda sana kuusikia. Nasema Ihdinas siratal mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka.
Na kule katika Qur'ani kuna mahusia mengi kuhusu haki na kuhusu kupambana na ubatili. Na katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna hadithi nyingi sana kuhusu, na moja hapa inasema jihadi iliyo bora ni kusema ukweli kwa utawala dhalimu, na inazungumza kuhusu unafiki, kwamba mnafiki ana sura mbili na sifa zake ni tatu: akisema asemi ukweli, akiahidi atimizi, akiaminiwa anasaliti. Tusiingie kwenye mtego wa kubariki unafiki, tubaki kwenye mstari ulionyooka. Katiba mpya, free Tundu Lissu, ukweli, haki, uwajibikaji, mauaji ya Oktoba, tone tone, focus pale, istikama, focus pale. Naamini kuna siku itaeleweka. Asanteni sana.